Amen. Amen. Karibu sana mchungaji. Sasa hii nafasi ni yako. Ukituchekesha tutacheka. Ukituambia tuketi tutaketi. Ukituambia pia tusimame tutasimama kwa neno lako. Naomba ukae. Mwenyezi Mungu, kusudi lako na mapenzi yako juu ya sisi kuwepo katika uso wa nchi ni lazima yatimie. Naomba ya Bwana, asubuhi ya siku iliyotia maneno yako ndani ya kinywa changu, nikanene sawa sawa na kusudi lako, na sote kwa pamoja ukasemezane na sisi kwa sauti na kauli tutakayotii, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya. Kwanza nataka tukubaliane. Si sawa sawa? Pia maandiko inauliza wawili wataenda vipi pasipo kukubaliana. Kwa hivyo hapo tunakubaliana. Sawa sawa? Kwa hivyo sote tunaojiana. Maandiko inasema njooni tusemezane. Kwa hivyo jambo la kwanza tunasemezana. Si sawa? Sote kwa pamoja tunasemezana. Si hivyo? Ni hiyo tu peke yake. Nimeokoka asubuhi ya leo. Kristo ni Bwana ndani ya maisha yangu. Naitwa Reverend Robert Wambua. Mimi ni mchungaji mwanafunzi pale chuoni na nimemwona Bwana. Sasa kwa nimebakisha mwezi mmoja. Kwa mwezi wanne sasa hivi. Si ni kweli? Sasa nimebakisha mwezi mmoja. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kunipea fursa kama hii kushiriki pamoja na nyinyi neno la Bwana asubuhi ya siku ya leo. Pia nikishukuru mchungaji na uongozi wa hili kanisa kuona ni vyema kuwa na mkesha kama huu. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tushiriki neno la Bwana. Tunaojiana kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Hiyo ndiyo mada yetu. Kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Kwanza tutaangalia kidogo maisha ya Yusufu venye alikuwa. Kisha tutasoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 18 kuanzia mstari wa 6. Na baadaye tutatizamia maisha ya mtumishi wa Mungu Petro wakati amepelekwa pale gerezani. Matendo ya Mitume mlango ni ule wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la wewe kuwepo juu ya uso wa nchi. Sijui kama unajiona mtu wa dhamana ama unaona upo tu. Wewe ukikaa hivi unalo kusudi la wewe kuwepo juu ya uso wa nchi. Katika hili kanisa la Kwapunda, wewe kunalo kusudi la wewe kuwepo ama wewe upo tu kwa sababu upo. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la wewe kuwepo. Ukitizamia kidogo maisha ya Yusufu, maandiko yanasema Yusufu amefika mahali akaanza kunawiri. Yeye akienda pale anaota ndoto. Akienda ndugu zake wanaojeni wanasema lakini kijana huyu tumfanye nini? Tumfanye nini? Yaani hawa watu huyu ni ndugu yake. Badala ya kusema hakika kunalo kusudi la Mungu, wao wanaenda kando kama kikundi wanaojiana. Wao wakiwa hapa wanaojiana njama ya kummaliza wenye watamfanya. Lakini kusudi la Mungu na mpango wa Mungu ni lazima utumie juu yake. Sijui kama kuna mtu anipata. Yusufu anapokuwa hawa watu wako wanamtizamia hivi, wanaona tumfanye hivi, tumtende hili, tummalize na nini. Ndiposa unaona uzuri ninyi hamkuwepo ama mlikuwepo? Mlikuwepo? Hatukuwa. Nimewaambia tunasemeza. Sasa mkinyamaza mlikuwepo? Msikize basi mimi ndo nilikuwepo. Mtumishi wa Mungu Yusufu sasa ametuma na babake. Akaamua sasa nenda huko msituni kaangalia hao wenye wanaendelea. Sasa hiyo wakakaa hiyo kamwangalia hivi. Ndio sasa nakuja. Mtumishi wa Mungu Yusufu akija, lile kusudi la Mungu bado liko juu yake. Anatembea vizuri huko ustawi, umeniambia mkuwepo. Yaani anakuja vizuri. Wao wakakaa hivi, wakaenda njama wakasema leo tufanye nini? Wakaojiana kidogo hivi. Wakasema akija ni heri tumalizane na yeye. Walipokuja wakasema huyu tumtupe kwenye shimo, wakamtupa pale. Lakini akiwa pale kwenye kisima
akasema hapana, lakini ni sawa, lakini haipendezi zaidi. Ni afadhali tumuuze tupate hela kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uone hili chama. Kwanza wamemtuma kwenye kisima, lakini mwingine anakuja na maono mengine. Wanasema ni heri tumuuze. Katika hiyo hatua maandiko yanasema Wamisri ni hao wanaendelea na safari yao. Wakasema sasa ni heri tumuuze kwa hao Wamisri. Bwana Yesu asifiwe. Wamemuuza. Walipomuuza akaenda pale Misri kwa sababu yeye alikuwa hodari. Yaani ameenda pale, ameangalia mifugo ikanawiri. Ikawa sawa sawa, uzuri nya mkwepo. Ikawa sawa sawa. Ikiwa pale tumishi wa Mungu Yusufu, bado ile karama ya Mungu aliyotia ndani yake bado ipo. Akiwa pale bado anaota ndoto. Akiwa pale bado anaona maono. Bwana Yesu asifiwe. Farao kaangalia akasema huyu jamaa amefanya kazi ya Mungu. Mifungo imenawiri. Akatolewa hapo. Akaletwa nyumbani. Akiwa pale bado ni kusudi la Mungu, hii mambo inatendeka. Mkuu wa mfalme akaangalia akasema sasa hapa nifanye lipi? Bado Yusufu akarudi tena gerezani wakati ambapo hana makosa. Akiwa pale ni kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maandiko yananifurahisha sana. Katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 40. Wakati ako pale gerezani, yeye akiwa pale, kumekuja watu wawili ambao wametoka kwa mfalme. Wakiwa pale wakakaa na shaka, lakini kwa maana yeye ni kiongozi kutoka kwa baba yake, Yusufu amefanywa kuwa mkuu. Yaani pale gerezani yeye ndio mkuu wao. Yeye ni mfungwa, lakini sio mfungwa wa kawaida. Yeye ni mfungwa, lakini yeye ndio amewasimamia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani akiwa pale anaangalia na kuuliza uko sawa? Shida ni nini? Yaani anaangalia hivi. Sasa asubuhi moja akaamka akauliza shida ni nini? Akasema nimeota ndoto sielewi. Na wewe ni nini? Nimeota ndoto. Kwambia jioni hapa. Akatafsiri ndoto. Alipotafsiri akawaambia mkifika kwa mfalme msiwahi nisahau. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walipofika wakamsahau. Nilikuwepo ni kusudi la Mungu. Watu wengine tunapitia changamoto, unasema kwani Mungu amesahau? Hajasahau. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kusudi letu kuwepo na pia kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Katika hali yote Mungu alikuwa anamtayarisha Yusufu niposa kuja kuwa a prime minister. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ni kusudi la Mungu ndugu zake wamuuze aende Misri. Niposa hapo Misri walidhani ataangamia, akuwe kiongozi wa maana hapo. Haleluya. Henda na mimi kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 18 mstari wa 6. Maandiko nasema basi Ibrahimu akaenda himani kwa Sara akasema, imiza vipimo 3 vya unga safi, ukande ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye lahini mzuri, akampa mtumishi, naye akaimiza kuiandaa. Akatwaa siagi na maziwa na ndama aliyemwandaa, akamwandika mbele yao, akisimama karibu nao chini ya mti, nao wakamwambia, yuwapi Sara mkeo? Akasema, yumo Emani. Akamwambia, hakika nitarudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwepo nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi.
ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha, na bwana wangu ni mzee. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara mkeo amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ibrahimu na Sara wakati wamefika kizingitini. Bwana Yesu nasifiwe. Nataka tuelewe kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Ukisoma maandiko, Mungu amenena na Ibrahimu akamwambia, mimi nitakubariki na mtoto, you will be a great nation, utakuwa taifa kuu. Sisi wanadamu unajua ni watu wa kusahau. Ibrahimu akasubiri wakiwa na Sara. Sara akaangalia hivi, uzuri mnaambia kumkwepo. Sara akamwambia mume wa Ibrahimu, sasa utatafuta mtu mwingine tupate mtoto na yeye. Bwana Yesu nasifiwe. Ibrahimu akaenda wakapata mtoto na mkazi wake. Lakini hilo alikuwa kusudi la Mungu. Bado wakakaa, na maandiko inasema masaa ya mchana Ibrahimu na Sara, ambapo Ibrahimu alikuwa amekaa katika mlango wa hema, Sara naye akiwa hemani. Hao watu wawili wote wamekata tamaa, wamefika kizingitini. Kila mtu anaona ile haliwezekani, kila mtu anawaza na kuwazua. Kweli Mungu alisema atatubariki na mtoto, litakuwepo kweli. Maandiko inasema masaa na majira kama hayo, malaika wa Bwana wakamjia Ibrahimu wakati amekaa katika mlango wa hema. Na ukisoma Biblia inasema Sara alikuwa amepita desturi ya wanawake. Bwana tunasifiwe. Yaani Sara alikuwa amepita menopause, hangepata mtoto. Katika ile desturi ya wanawake, Sara alikuwa amepita, kwa maana walikuwa wazee pamoja na Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamefika kizingitini, wao wanaliangalia, wanalitazamia, wanaona hili haliwezekani. Yapo mambo ndani ya maisha yetu tukiangalia na macho ya kinyama tunasema hili haliwezekani, lakini kusudi na mpango wa Mungu ni lazima utimie. Sijui kama mnanielewa. Ibrahimu na Sara wamekuwa wazee, wao wanaona hili haliwezekani, wao wanaona hawawezi kupata mtoto. Lakini wakati wamefika kizingitini, wakati wamefika mwisho, Mungu katuma malaika wake wakamjia Sara na Ibrahimu. Sasa malaika wanapeana ujumbe, wakati mwingine makani, wakati kama huu Sara atakuwa na mwana. Maandiko inasema Sara akacheka, kwa maana umri wake ulikuwa umeenda na ile desturi ya wanawake ilikuwa imeisha. Bwana Yesu nasifiwe. Malaika wakamuuliza Ibrahimu, mbona mkeo Sara amecheka? Bwana Yesu nasifiwe. Na maneno ya malaika yanayonitia nguvu ni mstari wa 14. Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Bwana Yesu nasifiwe. Ni neno lipi ambalo sisi kama wanadamu tunaona ni ngumu la kumshinda Bwana? Ndani ya maisha yetu, ndani ya familia zetu, ni neno lipi tunaona likiwa gumu la kumshinda Bwana? Bwana Yesu nasifiwe. Wapendwa, katika mkesha huu wa leo, asubuhi ya leo, yapo mambo tumefika kizingitini, yapo mambo tumefika mwisho katika familia zetu, tunaona hili limefika mwisho. Bwana Yesu nasifiwe. Hadi sisi wenyewe tunakata tamaa, hadi sisi wenyewe tukiwa hivi, yaani unamuuliza wewe yupo, yaani yeye yupo lakini hayupo. Bwana Yesu nasifiwe. Yaani na wengine wanafika mahali, yaani anajikausha hivi yako hivi, yaani wanakuwa waone kama dagaa. Bwana Yesu nasifiwe. Unajua shida ya dagaa, unaenda pale, unamvua anakuangalia, unamuosha anakuangalia, unampika tena yuakuangalia, yuamla tena yuakuangalia. Yaani juu anataka lipi? Bwana Yesu nasifiwe. Yaani wengine shida zao zimekuwa hivi, hadi anakuambia hii shida imekuwa yangu. Amefika kizingitini. Wapendwa, nataka kuuliza siku ya leo, kweli je, lipo neno ngumu? Ni kweli je, yapo mambo magumu ambayo kwa Bwana hayawezekani?
Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Yale tumefika kizingitini kwa Bwana yanawezekana. Kusudi la Mungu sisi kuwepo ni lipi? Bwana Yesu nasifiwe. Kunalo kusudi la Mungu. Kwa yale mambo tunayopitia, kunalo kusudi la Mungu. Kwa maana lilikuwa ni kusudi la Mungu Ibrahimu na Sara wakuwe katika hii hali ya uzee, ndiposa waone ukuu wa Mungu. Haleluya. Tuko pamoja. Ukilala na kusimamisha. Siko hivyo. Lilikuwa ni kusudi la Mungu Ibrahimu na mkewe Sara wapite umri, waende hadi Sara apite desturi ya wanawake, ndiposa ukuu wa Mungu uonekane. Lilikuwa ni kusudi la Mungu. Yapo mambo katika maisha yetu ambapo ni kusudi la Mungu, ndiposa sisi tukaelewa kusudi letu juu ya uso ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tusio wa Kristo wale tu wakuja tu na unasema niacheni niende. Niacheni niende. Umeshikwa na nani? Siwende basi. Umeshikwa na nani? Siwende. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tukija sisi tunasema tu niacheni niende, ambapo sisi hatutaki kuelewa kusudi la Mungu ni lipi juu ya maisha yetu. Kusudi la Mungu ni lipi sisi kuwepo katika mkesha wa siku ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lipo kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika familia zetu, katika kazi zetu, katika shughuli zetu za kila siku, lipo kusudi la Mungu. Hata watu wanaweza panga jambo, waseme huyu tutamfanya hivi, kisha tumfanye hivi, lakini kusudi la Mungu ni lazima litimie juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza tuona hatufai, wengine watudharau, lakini kusudi la Mungu ni lazima litimie juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa ndani ya Kristo, nataka kuwatia nguvu asubuhi ya siku ya leo. Nawaambia kwamba kwa kusudi la Mungu juu ya maisha yetu ni lazima litimie. Na pia inafaa sisi wenyewe tuelewe kusudi letu juu ya uso wa nchi. Tuelewe kusudi letu juu ya uso wa kanisa. Sisi kama Wakristo, sio tukuje tunasema Mungu yuko pamoja na sisi, lakini hatujielewa, tujitambui, sisi tupo twende. Kati kusudi langu ni lipi? Sio kwenda tu na mtafuta Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza juu ya kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Jambo la kwanza, imani yetu tunaijenga kwake. Bwana Yesu asifiwe. Imani yetu tukijenga kwa Kristo, kusudi la Mungu ni lazima litimie. Mtumishi wa Mungu Yusufu, yeye imani yake ameiweka ndani ya Kristo. Akasema hata nikipitia haya, siwezi fanya haya kwa sababu yupo Mungu aliyeniita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine tunapitia changamoto, tunasahau Mungu aliyetuita. Wengine tunakumbana na hali kimaisha, unauliza kweli Mungu hapa yupo ama yuko? Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo hali, tumaini letu tulijenge ndani ya Kristo. Haleluya. Wakati mmoja tukiwa na revival kwa kanisa moja, katika huyo askofu wetu, nikaenda kuhubiri. Tukafanya revival, tumemaliza revival. Mama mmoja akaja hapo katika ofisi. Mchungaji tulikuwa naye alikuwa karibu kustaafu, sasa alikuwa amepumzika. Mama akanielezea venye maisha yake yamekuwa. Akaniambia, mchungaji, mimi sina tumaini lolote. Nikamwangalia nikamwambia, ni sawa mama. Sasa nikamwambia ni sawa. Nikaenda nikajifungia chumbani. Nikaomba, nikalia, nikamuuliza, Mungu, kwani wewe ulikuwa wapi? Huyu mama akipitia haya yote ulikuwa wapi? Lakini nikakumbuka kusudi la Mungu juu ya maisha ya huyu mama. Nikarudi nikamwambia, mama, tuombe. Tukaomba na mama amekauka, hata hizi sema yes. Tukasema amen. Akaniuliza alafu. Nikamwambia, mama, Bwana atatenda. Akaniambia, mchungaji, mimi sijala siku 3 na sina nyumba ya kulala na sijui nitafanya vipi. Nikafikiria vile nitafanya. Nikafikiria kwanza mimi ni mwanafunzi,
Nikaenda nikaita waongozi wengine wa kanisa. Kwanza nikawahubiria wao wenyewe. Nikawasomea maandiko. 1 John chapter 3 verse 16. Na nikawahubiria, wakaniambia nilikwambia njoo. Sasa huyu mama anaishi shida. Wakamsaidia huyo mama. Huyo mama akaondoka tena, akarudi tena akamwambia mchungaji, naomba namba yako ya simu. Nikafikiria huyu mama ana shida na pale tuko chuoni. Kusema kweli mimi nilimwambia mama, tunaelekea wakati wa mtihani. Na pale chuoni tuko busy kidogo, haturuhusiwi kushika simu. Kaniambia sawa, mama kaondoka. Tukakaa kwa kipindi kirefu. Tukakaa. Sasa mwaka jana nikatoka nikaenda town. Kuna kitu nilikuwa natafuta. Nikiwa pale nikitoka family bank hivi, nikasikia mtu amenishika hivi. Nilikuwa nimevaa fulana kumwangalia. Alikuwa ananikumbuka mchungaji, mimi sikukumbuki. Kaniambia mimi ni yule mama niliyekuja pale kwa ofisi. Nikamwambia alafu ikafanyika nini? Unajua sasa kanielezea. Mama kanielezea. Kisha nikamwambia lipo kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Kwa maana yeye alikuwa amekata tamaa. Hakuwa anaona kama kuna tumaini juu ya maisha yake. Imani yake ilikuwa imebondeka. Nikamwambia lipo tumaini ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikashangaa, nilimnyima namba yangu ya simu. Sasa ukimwangalia sasa amenawili hela ziko. Nikashindwa nitaanzia wapi. Si nikamwangalia hivyo tu. Nikaondoka hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye kusudi la Mungu kwake kuwepo. Lilikuwa ni kusudi la Mungu apitie hizi changamoto ndiposa asome kitu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ni kusudi la Mungu apitie hapa ndiposa yeye Mungu afungue malango ya baraka kwa ajili yake. Ibrahimu na Sara wakati wao wamefika mahali, wamebondeka, wamepoteza tumaini, wao imani yao wameiweka kwa Kristo, wameanza kuwaza na kuwazua, ndiposa Mungu akatuma malaika kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Yapo mambo katika maisha yetu. Tutafika kizingitini, uone umefika mwisho, useme I surrender to you Jesus. I surrender to you. Bwana atatuma malaika wake wakati na majira kama haya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati sisi unakaa hivi, unasema hii changamoto imekuja, nitafanya hivi, nifanye hivi. Mungu anaangalia hivi, tu anatizama, anasema sawa, fanya basi. Lakini wakati utaenda, ufike kituo, ufike mwisho, Bwana anatuma malaika wake. Kama unakaa ndani yake, Bwana anatuma malaika wake na anaamuru nguvu zake juu yako, na mambo yanafanyika yale kwa wanadamu hawezi kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo la pili, yale Mungu anayotenda, akitenda, ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu na Sara wamekaa kwa kipindi kirefu, lakini sasa Mungu ametuma malaika, wakaambiwa wakati mwingine na majira kama haya mwakani mtakuwa na mwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ni hakika walibarikiwa kuwa na mwana. Na amekuwa a father of nations. Amekuwa kizazi cha mataifa. Amekuwa wa maana katika kizazi cha. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma na mimi katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango ni ule wa 12. Maandiko yanasema Petro anaeneza Injili, lakini Herode akaona imependeza Wayahudi kuwaua watumishi wa Mungu. Maandiko yanasema Petro amewekwa gerezani. Wakati yako pale gerezani, maandiko yanasema kanisa likazidi kuomba. Kanisa lilipozidi kuomba, maandiko yanasema Bwana akatuma malaika wake. Haleluya. Wakati Petro amefika kizingitini, anatumaini, ako pale amekata tamaa, Bwana akatuma malaika wake. Maandiko yanasema malango ya gereza ikafunguka yenyewe. Wakati Petro ametoka, ndipo akasema hakika Bwana ametuma malaika wake na ameniokoa. Bwana akitenda ametenda. Watu wangeelewa, wao wenye pale gerezani wanashangaa ni lipi limetendeka. Kanisa likizidi kuomba, wanaona Petro ameingia. Kwa maana yale maombi kanisa lililofanya. Bwana asifiwe. Amen. Kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Na kusudi la Mungu la wewe kuwepo. Na kusudi la Mungu katika hali unayopitia hivi sasa.
Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, asubuhi ya leo, yapo mambo ndani ya maisha yetu tunaona yakiwa magumu. Wengine wamefika kizingitini katika familia zao, wengine katika ndoa zao, wanasema hili ni lipi? Wao wenyewe wakifungua macho hivi wanaona vimulimuli, hawana tumaini. Nataka kukutia nguvu asubuhi ya siku ya leo, nikwambia kwamba kwa kusudi la Mungu, haijalishi ni yapi yaliyonenwa, haijalishi ni yapi yanayonenwa, lakini kusudi la Mungu ni lazima litimie juu ya familia yako, juu ya maisha yako, na juu ya kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo, kusudi la Mungu ni lazima litimie. Amen. Wengine wamefika kizingitini, hawana amani. Wengine wamefika katika hali ya kukata tamaa, wanaona hawafai. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo lisilowezekana mbele za Mungu. Mwamini huyo Kristo, naye ni mwaminifu, atatenda yale unaona yapo mazito. Bwana atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuchukue hatua ya imani asubuhi ya siku ya leo. And I want us to make a special declaration. Nataka ugeukie mtu wako karibu na wewe, na ukimgeukia utamshika mikono yake miwili. Kusudi la Mungu kuwepo juu ya huyo mtu, hata kabla hajakwambia lolote, uombe Mungu tu amsaidie. Kusudi lake kuwepo, Bwana ajidhihirishe. Labda wengine wamepitia hali ngumu, wengine changamoto zinawaandama mchana na usiku, wengine wamekata tamaa. Mshike huyo mtu mkono, muombe kusudi la Mungu litimie juu ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Na tukimaliza hilo, tutaungana pamoja. Kama unasema tuombe pamoja na wewe. Ibrahim na Sara wamelia kwa kipindi kirefu, wakati wamefika kizingitini. Bwana ametuma malaika wake. Labda unasema tuombe pamoja na wewe. Tunapoondoka hapa, tutaomba pamoja na wewe, na Bwana atatuma malaika wake kwa ajili yako. Mambo yale unaona umefika kizingitini, Bwana atatuma malaika kwa ajili yako. Mambo yale unaona umefika kikomo, Bwana anatuma malaika kwa ajili yako, na Bwana atafungua malango ya baraka kwa ajili yako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwaminia yeye. Kwa hivyo naomba tusimame. Tukisimama tu, geukia mtu mwenye kwa karibu na wewe, mshike mikono yake.